Ni wakati mwingine tena wa kukutanisha watu zaidi ya 5,000 kupitia burudani ya sanaa, utamaduni na utalii ndani ya Dodoma. Karibu kwenye msimu wa 17 wa tamasha la muziki wa kitamaduni la Chigogo ndani ya viwanja vya Chamwino Arts Center, CAC Chamwino Ikulu Dodoma, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 Julai 2026. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 kamili usiku. Ni siku 3 za mafunzo kwa wasanii, maonesho ya jukwani ya vikundi 50, maonesho ya biashara, bidhaa na huduma, filamu, safari za kitalii, vyakula vya asili, maonesho ya mavazi, fashion show na surprise kibao. Hakuna kiingilio. Kuwa mshirika sasa kupitia namba 0758 90 7980 au kupitia email @chamwino@gmail.com. Usikose CMF 2026, kiasili 100. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional experience. Serikali imepongeza Chamwino Arts Center CAC kwa mchango wake mkubwa wa kuhifadhi na kurithisha utamaduni wa ngoma za asili kwa vizazi mbalimbali, huku ikiahidi kuendelea kutoa ushirikiano ili taasisi hiyo ifikie malengo yake ya kukuza sanaa, utamaduni na maendeleo ya jamii. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya Chamwino, Mheshimiwa Janet Mayanja, aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Chinyamule, wakati wa ufunguzi wa tamasha la 17 la Chamwino Music Festival lililofanyika katika viwanja vya Chamwino Arts Center. Taasisi ya Chamwino Arts Center kwa kazi kubwa mnaoifanya ya kulinda na kutunza na kurithisha vizazi na vizazi mila za wananchi za kabila za Wagogo, na hasa kwa kusikiliza mziki wa Chigogo. Ongeleni sana, naomba tujipigie makofi. Lakini tu niseme kwa niaba ya serikali tunawapongeza sana waandaaji, na kama tunavyofahamu waandaaji wa matamasha haya kwa miaka yote ni taasisi ya Chamwino Arts Center inayopatikana hapa wilaya ya Chamwino katika kijiji cha Chamwino Ikulu, kwa kuandaa matamasha haya ya mziki wa Chigogo. Kazi kubwa mnaifanya na kazi inaonekana kwa macho. Mmeonyesha kwamba utamaduni unaweza kuwa chachu ya maendeleo na kufanya kuwa utalii, kutoa ajira, kukuza biashara, kutangaza wilaya ya Chamwino na mkoa wa Dodoma. Lakini pia natoa pongezi za pekee kwa vikundi vyote vya ngoma vya asili ambavyo vimekuja katika wilaya ya Chamwino. Mgeni rasmi, mimi najivunia tulivyoanzisha tamasha hili tulianza, lakini kila mwaka unavyozidi kwenda vijana tumewakuza, wanachukua, wanaendelea kuliendeleza, lakini kipekee ni wananchi wenyewe. Sasa tamasha limekuwa ni la kwao. Nikisema wananchi, ikilinganishwa mpaka wale ambao wamezungumziwa ni wanakamati ambao wamelibeba tamasha hili kama la kwao. Lakini pia tumefurahi sana wananchi wana sanaa na nyinyi mmeanza kuchangia, na kwenye hili niwaambie kabisa, mkiendelea kuchangia ninyi wenyewe tamasha hili halitakufa. Natoa mfano tu, mwaka huu Joni yuko wapi? Joni wa Mchoya yuko wapi? Tumpe mfano. Jamani, leo kama mmekula nyama, huyu bwana ameleta ng'ombe, hebu tumpigeni makofi. Yaani nyama ya leo ni ng'ombe kutoka kwa bwana Joni na kikundi chake cha nyati. Kwa hiyo mfano huu ni mzuri. Lakini pia wako wengine. Ufunuo wako wapi? Majereko wapo, hawajafika. Haya, watakuja na wenyewe wametoa karibu 150,000. Wengine wametoa mafuta, wengine mhene. Kwa hiyo mkiendelea kufanya hivi, asante sana, mkiendelea kufanya hivi ndio tamasha linakuwa la kweli. Hatutategemea tena fedha kutoka mahali pengine popote. Sihobaho jamani. Chukuya katali hono chukubita mavina. Chukubita na ngwagu zetu, chukutereka ngande, chikulia, utamaduni huo tusiupoteze hata kidogo. Tutaondokana na utumwa.
unasubiri fedha ya mtu ili afanye kitu. Kumbe wewe tafuta fedha hiyo wewe mwenyewe ili ufanye jambo lako likaendelea. Kwa hiyo niwatie moyo wana tamasha la muziki wa Chigogo, fanyeni hivyo na huo ndio ukombozi. Ukisikia watu wamejikomboa, na huo ndio ukombozi. Endeleeni kufanya hivyo. Jipigeni makofi tena. Mgeni rasmi, nimeona nisisitize kidogo hili, manake kwa kweli linanigusa kwamba naona watu wanaendelea kujitoa sasa kwa ajili ya tamasha. Utamaduni ni utambulisho wa jamii husika. Hivyo basi duniani kote kila taifa huhitaji utamaduni ili ujulikane. Ndio maana hata kwenye hotuba ya mwaka jana ya mkuu wetu wa mkoa mwaka juzi hile pia alitukumbusha maneno haya vile vile. Maneno ambayo yalisemwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliwahi kusema taifa lisilo kuwa na utamaduni ni taifa mfu. Ndugu mgeni rasmi, tamasha hili la 17 la muziki wa Chigogo mwaka huu 2026 limekutanisha wasanii zaidi ya 1000 kuikiwa kutoka vikundi zaidi ya 50 kutoka mikoa mbalimbali ikiwemo hapa Dodoma, lakini Dar es Salaam pamoja na Njombe, likiwa na kauli mbiu sanaa yetu nishati yetu. Sanaa yetu. Ndugu mgeni rasmi, tamasha hili kama tulivyosema ni la 17 na lina lengo moja kubwa la kukuza, kuhifadhi na kuendeleza uvina wa Chigogo na utamaduni wa Mtanzania kwa ujumla, ambapo vijana ni walengwa na wahusika wakuu ili warithishwe kikamilifu, pamoja na changamoto katika uratibu, udhamini na ukamilikaji wake kiujumla, lakini kila mwaka limezidi kuwa bora kwa vikundi kuongeza ubunifu mkubwa kama ulivyoona, na hivyo urithi huu tunaowaachia watoto tunaamini ndio zawadi kubwa kwao, wakiendelea kurithisha vizazi na vizazi. Yeah. Oh, it's so good to be in Chamwino. It is beautiful. Nzuri sana. And to be in Tanzania at large. I love it. It's the music. It's the dance. It's the ngoma. It's the people. It is you. You are doing beautiful music, movement, and it is some of the most beautiful expression in the world. Sasa hapo ndo unavuruga vizuri. Anasema anafurahi sana kwa tena Chamwino kwa mara nyingine tena. Anajisikia raha sana na burudani sana. Wanakuja kwa ajili ya watu walioko hapa, kwa ajili ya ngoma, kwa ajili ya muziki. Wanajisikia furaha sana na fahari sana kuwa hapa. This is number 9 time for me to come to Chamwino. 9 times. And every time I feel like I'm floating. It is, again, the most beautiful sounds that you make and movements that you create. Anasema hii ni mara yake ya 9 kuja, na kila mwaka anavyokuja anajisikia kuelea kwenye raha za huo muziki na hizo sauti nzuri mnazozalisha. Yeah, and Chamwino Connect says to you, good wishes, God bless you, and keep doing this wonderful way of keeping the traditions alive of the music and the dance and all of the arts and your culture, your heritage. Please keep tradition strong. Wagogo tradition, all traditions in Tanzania. Anasema na Chamwino Connect wanatutakia yaliyo heri na wanatuombea sana, na tafadhali endeleeni kutunza huo utamaduni, kutunza huo muziki, kutunza kila kitu ambacho mnakifanya kwa ajili ya utamaduni wenu, kwani ni kwa ajili ya kizazi kinachokuja na kwa ajili ya Tanzania nzima. Naitwa Janet Mayanja, ni mkuu wa wilaya Chamwino, lakini niko hapa kumwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rose Staki Senyamule. Kimsingi kwa upande wa serikali tumekuwa tukishirikiana na taasisi ya Chamwino Arts Center kwa miaka mingi, na matamasha haya yamekuwa yakifanyika kila mwezi Julai kwa kila mwaka, na toka matamasha haya yameanza huu ni mwaka wa 17. Kimsingi kazi kubwa inayofanya taasisi hii ni kubwa, na kama tunavyofahamu wananchi wa Chamwino au wananchi wa Dodoma ni wananchi ambao wameweza kutunza mila na desturi kwa kutumia pia burudani hizi za ngoma, na zinaendelea kulisishwa kizazi hadi kizazi. Na hata ulivyoenda kwenye eneo la maonyesho umeona
kuna ngoma ambazo zinapigwa na watu wazima, watu wa kati, mpaka na watoto wadogo. Kwa hiyo kimsingi tunawapongeza sana taasisi ya Chamwino Arts Center kwa maono haya ya kuendelea kurithisha utamaduni huu kwa kizazi na kizazi. Na serikali tutaendelea kuwapa ushirikiano ili malengo yenu yaweze kutimia, lakini pia tunawashukuru na wadau wote wanaoendelea kuunga mkono matamasha haya. Na kama tunavyofahamu, tamasha la mwaka huu lina kauli mbiu inayosema kwamba sanaa yetu ni nishati yetu. Taasisi imefika mbali zaidi kwa kuona kupitia kusanyiko hili kubwa la wananchi wengi, pia wananchi watapata nafasi ya kupata elimu ya kutumia nishati safi ya kupikia. Na kwa kuwa wao wengi wanatoka vijijini, tunaamini kwamba mabadiliko ya kuanza kutumia nishati safi ya kupikia hayatakuwa tu kwamba hapa Chamwino mjini, lakini sasa naenda kusogea pembezoni karibia vijiji vyote vya wilaya ya Chamwino. Kwa kweli tunawapongeza sana kwa maono haya makubwa, na serikali itaendelea kutoa ushirikiano. Aidha, serikali imeahidi kuendelea kuunga mkono juhudi zinazolenga kuhifadhi tamaduni za Watanzania huku zikichochea maendeleo ya uchumi kupitia sekta ya utamaduni na utalii. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.